Tumekuja kwa ajili ya kuelimishana kuhusu waganga na kuhusu usalama wetu waganga, ambao matatizo ambayo yanotupata katika kazi zetu, uonevu unaotupata katika kazi zetu na kutokusaminiwa katika kazi zetu tunazozifanya. Na ndio maana tukaamua kuanzisha chama hiki kwa ajili kiwe utetezi wetu sisi waganga. Lakini pia leo katika mkutano huu nimejifunza mengi mazuri. Katika mkutano huu nimejifunza haki, utetezi kwa sisi waganga. Lakini napenda kuwaambia pia waganga ambao waliokuwepo hawapo katika vyama kwamba vyama vinasaidia. Leo tukipatwa na matatizo ukiwa ndani ya chama, chama kinakuwa kinatulinda, kinakuwa kinatutetea, kinakuwa pia tunasaminika. Ni kweli kwamba, kwanza ni kweli waganga wako wengi sana matapeli ambao wanasababisha vitu ambavyo havipo sahihi, na ndio chanzo cha kufanya sisi tunadharaulika. Lakini tukiwa katika chama kinajulikana kwamba wewe ni mganga na sio tapeli. Na ndio yale narudi tena nyuma kwamba kama ukiwa katika chama kitatusaidia ama kitatutetea, na haitajulikana mganga tapeli na mganga ambaye sio tapeli. Moja ya faida kubwa ambayo tumeipata leo kupitia viongozi wetu, kupitia wanachama, ni kuelekezana namna sahihi ya kufuata mwongozo katika serikali yetu na kuyafuata yale ambayo tunahitajika kuyafanya kupitia serikali na mwongozo kupitia rais wetu. Na kingine, faida kubwa tumekuja kuipata ni namna gani tutaweza kuwa waganga ambao tunaweza kuipa elimu nzuri jamii yetu ambayo inatuzunguka, hasa wagonjwa na watu wengine, ili kuepuka kufanya yale matendo ambayo hayatakuwa sahihi katika tasnia hii hapa ya tiba. Kwa sababu sasa hivi tumekuwa kuna wimbi kubwa sana la matapeli ambao wamevaa kinyago cha uganga ikiwa sio waganga. Kwa hiyo elimu ambayo imekuja hapa tuliyopata kupitia viongozi wetu ni namna gani sahihi tunakwenda kuwa mabalozi katika jamii yetu, kuwaelimisha namna gani ya kujiepusha nao matapeli ambao wamevaa vinyago vya waganga. Tulikuwa na mkutano maalum ambao ulikuwa wa mafunzo na kupeana elimu katika wanachama wetu wa mkoa wa Dar es Salaam, waganga ambao wanachama wa TAMETO na wengine wasiokuwa wa TAMETO. Madhumuni makubwa yalikuwa kupeana elimu mbalimbali, lakini moja, kuhamasisha waganga wa tiba asili wajisajili kwenye Baraza la Tiba Asili Tanzania, na la pili, waganga wajue, wapate uelewa wa sheria za nyara za serikali. Kwa hiyo mafunzo mengi yalitolewa na tumepata uelewa mkubwa. Pamoja na serikali ni yake nzuri ya kusajili waganga, lakini bado kuna mianya mingi ya watu ambao sio waganga wameweza kuingia, kutokana na sheria yenyewe inatoa uhuru mkubwa au mwanya wa watu kupenya bila wao kuwa na itikadi au dalili au maarifa yenyewe ya uganga au sababu ambazo zinaweza support hao kuonekana kweli waganga wanaaminika na jamii. Sasa hivi imekuwa rahisi kufanya usajili wa papo kwa papo, mtu yote anaweza kupata vyeti serikali za mitaa, kwa sababu kuna mambo mengine sio wote, kuna corruption nyingi zinafanyika, watu wanapata vyeti hivyo kutokana na barua zile za serikali za mitaa na ofisi za mtendaji. Kwa hiyo tungeshauri kwa serikali waganga hawa wengi wenye asili yao wangepitia kwenye vyama vya waganga wa tiba asili waliokuwa na chama wao, ili nao wawe na sababu au kuwaidhinisha kwamba huyu kweli ni mganga, anakaa wapi, anafanya shughuli zake wapi. Inakuwa rahisi kuwatambua, sababu kuna matukio mengine ya waganga ambao wanafanya mambo kinyume yao ya ubadhirifu au hata ya kutoa roho za watu, naona ya wizi, mambo mengi. Lakini wengine wamebadilika ikiwa na vyeti hata vya tiba asili vinatoa baraza, wengine ya vyama mbalimbali wapo. Kwa hiyo tunaomba wote tuungane na ili kukomesha ili janga kama hili
ambalo hasa kwenye sekta hii sheria ya usajili. Na jingine, tungeomba serikali iwasapoti waganga wa tiba asili, hasa kuwainua katika njia za kiuchumi, wafanye utaratibu mabenki yaweze kuwakopesha, yaani sababu za kukopesha ni wataalamu katika mambo hayo ya msingi. Na pia nikitoa ushauri wa wataalamu wote wa tiba asili nchini wazingatie sheria za nchi, sheria za baraza, na wafanyakazi wao kwa uangalifu na kwa weledi na kwa uwazi, bila kujificha na bila kufanya mambo ya hujumu kama magenge mengine haya ambayo yapo nasikia. Basi waganga wa mstari mbele kuwafichua waganga ambao maarufu wanaitwa wapigaji, ambao wanaweza kuambia watu watawapa utajiri au kwa njia zingine. Kwa hiyo waganga wenyewe tumulikane, na tukiona vikundi kama hivyo tuviripoti katika vyombo vya dola. Na kama sisi shirikisho tuna mikakati ya kuhuisha hivi vyama vyote na kuona vyama vinafanya kazi kwa mujibu wa sheria waliojiwekea wenyewe, ambayo ile sheria walijiwekea waifate na taratibu zile wazifuate, lakini si vyama tu wafate na sheria ya tiba asili ambayo ndio mwongozo wa wataalamu wa tiba asili hapa nchini. Na nikiwaomba tu kwamba wataalamu wa tiba asili hapa nchini kwa namna moja au nyingine ni kuonesha misingi ya huruma na upendo kwa wale wanaowapa huduma wenye mahitaji, lakini vile vile kama wanaonesha hali ya huruma, lakini vile vile watazame kwa huruma hiyo na kuhurumia hata nchi yetu tuingie katika amani na utulivu, ili tuweze kufanya shughuli zetu kwa ufasaha zaidi na tiba asili isonge mbele, kwa sababu kama tutakuwa katika namna moja au nyingine hatuitakii nchi yetu mema, basi tutakuwa hatupo katika tasnia hii, itaweza kufifia na itakuwa ina misukosuko. Ni wasihi tu kwamba wataalamu wote nchini wajiunge katika vyama ambavyo vilivyokuwepo hapa nchini. Kuna makundi kama 30 ambayo yanotajwa kwa mujibu wa sheria ya tiba asili, ambayo vikundi hivyo ndivyo vilivyosajiliwa. Kwa hiyo mganga asikae mmoja mmoja, ajiunge katika vyama hivyo ili zipatikane fursa ambazo zinazopatikana katika vikundi, lakini mganga atapokaa mmoja mmoja ipo katika vikundi hivyo, basi atakosa fursa. Rai yangu kama pana, nimetazama kuna njia ambazo zinazotoa fursa hao waganga ambao matapeli au wanaojipatia pesa kinyume cha utaratibu, au ni wale ambao wanaharibu tasnia yetu ya tiba asili, wanatoa matukio mabaya, mara huyu kakatwa kichwa, mara sijui kachukua mguu, mara kafanya hivi. Kusema kweli, hawa wote ambao hawapo katika taratibu wanaharibu hii taaluma. Lakini nafasi ninaiona mimi na wenzangu niliweza kutazama, nimeona kwamba wakati mwingine hili baraza linasajili hawa kutoka serikali za mitaa, lakini ingekuwa hawa moja kwa moja wanapitia kwenye vyama alafu ndio wapate waganga kusajiliwa kwa vizuri, ingekuwa vizuri kuweza kuwadhibiti na kuwaona wale ambao si katika miongoni mwetu, tunaweza kuwaonyeshia kidole moja kwa moja, tunamjua ni yule.